إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جعلني الله وإياكم من الفائزين. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na baada ya kumtakia rehma na amani kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na vile vile baada ya wasia wa kutengeneza mafungamano yetu na Mola wetu, kuhusiana kufanya yale Mwenyezi Mungu aliyotuamrisha na kujiepusha na yale Mwenyezi Mungu aliyotukataza. Hiyo ndio njia pekee ya kutengeneza yale mafungamano baina yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu azza wa jalla asema: enyi mlioamini, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini muogopeni Mwenyezi Mungu. Yaani ekeni kinga, jitafutieni kinga ili msende mkaadhibiwa kesho kwa kufanya yale Mwenyezi Mungu aliyowaamrisha na kujiepusha na yale Mwenyezi Mungu aliyowakataza. Mwenyezi Mungu atawatengezea mambo yenu tutakapojilazimisha na mambo hayo, naye Allah azza wa jal atatutengezea sisi mambo yetu na atatusamehe dhambi zetu. Ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu azza wa jal: yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Ni haja iliyoje leo kila wakati Waislamu tuwe tukumbushana kuhusu jambo hili. Ulimwengu huu wa mwisho tunaoishi, miongoni mwa alama za mwisho wa ulimwengu ni vifo vya ghafla. Ni kweli hivi sisi miaka 30 iliyopita ilikuwa tukizikana hivi tunavyozikana leo? Hauoni leo jinsi ya majeneza yalivyofuatana? Leo hakuna nyumba ila ikiwa si nyumba yake basi ni jirani yotoka maiti. Kwa hivyo haya tunayoyashuhudia yatakayatupe sisi fahamu na mazingatio ya kutengeneza yale mafungamano yetu na Mwenyezi Mungu azza wa jalla, sababu kifo hakina ugonjwa na hakina taarifa. Hupewi taarifa wewe kwamba wewe bado wiki moja sasa. Tusikia tu mtu ameshikika usiku leo amekufa, alikuwa mzima. Kwa hiyo isibaki tu ni kuelezana, bali tuchukue mazingatio kuwa ni yoyote kati yetu anytime yaweza ikamfika hili na akaenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Utakwendaje? Utapokelewa vipi? Haya ndio maswali ya kujiuliza binadamu kabla hajaondoka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema: wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabb
laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema toeni. Ametaja kitendo cha kutoa, yani tataqarraba ila Allah, wajikurubisha kwa Allah Azza wa Jalla kwa ibada hii ya kusaidia na kutoa. Miongoni mwa vile Mwenyezi Mungu alivyowaruzuku kabla mmoja wenu hajafikiwa na kifo, isije akasema kumwambia Mola wake, Mola wangu, lau utanichelewesha na mimi angalau kidogo tu nipate kutoa sadaka na mimi niwe mwema. Mwenyezi Mungu akamwambia, walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Umepewa umri, umeishi, umesoma, umesikiliza, umeaidhiwa, umekumbushwa na mengi. Sasa hivi khalas, Mwenyezi Mungu hacheleweshi nafsi ya mmoja wenu wakati wake ukifika. Na mujue kwa Mwenyezi Mungu mkiondoka nyinyi, yeye anazo habari zote za yale mliokuwa mkiyatenda. Mungu anafahamu kila kitu jalla jalaluhu. Baada ya wasia huo, ndugu zangu, inwani yetu ya leo, mada ya leo ni jela ndani ya majumba. Lakini kabla sijaingia katika mada hii, unajua kwa kuwa mara moja kwa wiki ndio unapata nafasi ya khutba ya kuelezana na ndugu zako Waislamu, na kuna wakati huwa habari zimekusanyika 2, 3, 4. Kwa hiyo huwezi tu ukaizungumzia mada moja kwenye khutba moja, wataka na yale mengine yote uyaeleze. Sasa kuna mambo mawili nitayaeleza kwa haraka tu ili tuingie kwenye mada yetu. Jambo la kwanza ni habari ya nchi ya Afghanistan, kwa wale wanaofuatilizia habari. Na mimi naona lina umuhimu hili kukumbusha Waislamu, isiwe sisi siku zote tutapopanda kwenye mimbar basi ni kunukulu habari za huzuni tu. Tunataka na zile habari za kutia moyo pia tuzieleze, kwamba Afghanistan sasa hivi imekuwa ni dola yenye uongozi wa Kiislamu, unatawaliwa na Taliban ambayo nyote mmepata habari yake. Hatuko kwenda deep kueleza asli yao ni kina nani, wafuata nini, la, lakini biikhtisar shadid, Talibani ni haraka ya wanafunzi iliyoanzishwa 1994 Afghanistan, wakiongozwa na Mulla Umar. Maana ya Mulla Umar manake Sheikh Umar. Mulla kwa kwao ni Mulla, sisi tunasema Sheikh Umar Muhammad, yani Muhammad Umar. Harakati hii Taliban maana yake ni vijana, wanafunzi wa dini. Haraka yao ilianzia hapo 1994 na wakaweza kupata uongozi kwa muda kutoka 1996 kama dola yenye imara ya Kiislamu ndani ya Afghanistan. Wakahamisha asima, capital city yao, wakaitoa Kabul wakaipeleka Kandahar mpaka 2001. Baada ya tukio kubwa lililotokea Amerika, ndipo pale vikaanza vita sasa vya kutafsiriwa Taliban ni kundi cha kigaidi, na nyote mwajua hizo habari. Mimi ninachotaka tu kuambia sasa hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaregeshea ile nusra, na nchi ile wameichukua wenyewe na wanaiongoza, na sisi wajibu wetu ni kufurahia hili na kuombea Mwenyezi Mungu awape thabat, sababu mtihani ambao utawakabili sasa hivi ni mtihani mgumu kuliko siku zote nyingine. Mwenyezi Mungu awape nguvu, Mwenyezi Mungu awape busara, awape na hikma, na kwa lugha nyingine nasema ni fursa kwao pia wapate kurekebisha. Haraka yoyote inayofanywa na mwanadamu haikosi kasoro. Kuenda muda huu ni wakati wao sasa wasome walioyapitia ili wasiyakariri. Watakuwa na maswali mengi wao kujiuliza, kama watatumia busara, mbona ilikuwa hivi, mbona ilikuwa hivi. Ili kusitokee tena yale, kuna hitaji wakae tena chini, wasome yaliyopita, waangalie sahihi watafanya nini. Kama kuna makosa waliyafanya wayarekebishe. Sheria ya Kiislamu kusimamishwa haimaliziki kwenye kukata watu mikono na kupiga watu mawe. Sheria ya Kiislamu inaanza kwanza kuwatimizia wanadamu mahitajio yao. Ni nchi kwa muda wa miaka 20 zikishirikiana, dola zaidi ya 20 kuwekewa vikwazo na kupigwa vita, yani haina buna tahti, imeangamia, imeharibika. Sasa hivi ni wakati wa kujengwa ile nchi. Kwa hivyo akili zao ziende kwanza kuangalia first priority, yale mambo ambayo yafaa kupewa kipaumbele, aulawiyat.
watengeneze aulawiyat kwanza kabla hawajakwenda kujadili mambo ambayo yana tofauti za kifuruu. Mwanamke kuso kuwa wazi, kufinikwa ni masala fiqhiyan khilafiyan, wanazuoni wametofautiana, afinike uso mwanamke asifinike, sio mambo ya kimsingi hao kuangaliwa muonekaniwe au watu waone kwamba sasa wanakuja kunyanyasa wanawake, japo ni urongo madai yao. Lakini kuna baadhi ya mambo mkiyafanya mnaonyesha kwamba fikra zenu ziko finyo. Kwa hivyo huenda wakasoma wakaangalia yale ambao kwanza ni muhimu kushughulikiwa, na huwezi ukawahamisha watu kutoka kwenye hali waliokuwa nayo kuwapeleka kwenye hali nyingine jumlatan wahida kwa mara moja. Jambo lolote linahitaji tadarruj, watu wende kidogo kidogo kidogo, hasa ulimwengu huu tunaoishi. Hayo yote tutamuomba Mwenyezi Mungu awasaidie, awape nguvu, azidi kuwa nusuru. Nilikuwa tu nataka tu tufahamu kwamba hili ndilo linaloendelea, na kwa kuwa wao ni Waislamu na sisi ni Waislamu, ni ndugu zetu, tunawaombea Mwenyezi Mungu awape nusra zaidi na zaidi. Na jambo la pili ni yale ambayo labda jana tumeyashuhudia ya watu kuvaa nguo nyeusi, kukumbukwa historia ya kuuawa Hussein, na madukuduku ya watu kuona tena mbona na Waislamu wengi siku hizi wanafanya mambo hayo. Mimi nasema hivi, kuuawa kwa Hussein ni huzuni kwa kila Muislamu. Hussein radhiyallahu anhu ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib, babu yake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mama yake ni Fatima binti Rasulillah, ni katika alul bait. Hussein na Hassan ni sayyida shabab ahli aljanna, ni watu wa peponi hawa. Sisi kuwapenda wao na kuwatetea wao ni wajibu kwa kila Muislamu, na yoyote aliyemuua Hussein na kundi lote walioshirikiana kutenda tendo hilo, sisi tutasema hao ni madhalimu. Sisi dhalim kwetu haimaanishi awe ni asiyekuwa Muislamu. Hata Muislamu akifanya udhalimu tutasema aliyofanya ni udhalimu, isipokuwa hatuoni dharura sisi kuingilia mambo yaliyopita kutoa sisi hukumu. Kama Mungu aliweza kutusalimisha na mambo kama yale, basi tusiingie kwa ndimi zetu. Mwenyezi Mungu ndiye atakayehukumu. Lakini swali liko hapa, kuuawa kwa mtu ndio ibaki katika maisha ya wanadamu akikumbukwa kila mwaka? Hili limetoka wapi? Na kama ameuawa hakuanza kuuawa wewe, hata Hassan aliuawa kwa sumu, hata baba yao Ali alipigwa upanga na Abdurrahman bin Muljim al-Khariji akamuua. Sasa ikiwa tukumbuka kifo cha Hussein, kwa nini kwanza tusikumbuke kifo cha baba yake, tukakumbuka kifo cha ndugu yake? Na kuna wangapi bora waliouliwa? Kisha ndio utaona katika Uislamu wetu sisi hili la kufanya huzuni ibaki si mambo ya Kiislamu. Sisi kama umma wa Kiislamu tumefundishwa matanga ni siku ngapi? 3. Kisha baada ya hapo taazia imeisha, kila mmoja afanye litakalo. Lakini hili la kwamba kila mwaka watu wahuzunike, tena si kuhuzunika hivi hivi, kuhuzunika kwa namna ambayo ni kinyume kamwe na mafundisho ya dini na mafundisho ya huyo babu yake Hussein. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyokuwa sahihi, laysa minna man latama alhudud wa shaqqa aljuyub wa da'a bi da'wa aljahiliya. Si katika sisi hao, mtume anasema hao si katika sisi, wale ambao watakata mifuko, yani wakate nguo zao, ndio makusudio yao, wajipige na makonde. Mtume ashazungumza haya, na waanze kuomboleza maombolezi ya kijahilia, ndio wanaoyafanya Mashia. Ndio nasema kuambia Waislamu yale si mambo ya Waislamu wala si mambo ya Kiislamu, mambo ya Kishia. Na mkiona kwamba mbona watu wameveshwa, wamekuwa wengi siku hizi Malindi, Lamu wanaveshwa nguo nyeusi, watu wana njaa. Ni katika harbu i'lami, ni vita vya kimedia tu shekhi. Watu taabani kama vile wanavyotumia wengine na wanasiasa. Njoo vaa t-shirt nyeusi, shika shilingi 1000 ukalibiriani. Watu kwa kuwa maskini hawaelewi, hawakusoma, mtu atafuta 1000 haipati, hata kama kwenda kulia marungi. 1000 kwa kuvaa t-shirt tu, atavaa t-shirt nyeusi afuate mlolongo na aende hapo shilingi 1000 kula. Haimaanishi kwamba wale wote itikadi yao imekuwa Mashia. Tusidanganyane shekhi. Duniani tunajua ihsaia Waislamu duniani, na Mashia nao wajulikaniwa. Sisi tunapozungumzia kutetea, hatutaki kuleta fitna. Kitu kimoja tu mihustaajabu, kitu kimoja tu, watu kwa advantage wa kuuliwa Hussein
wavuke mipaka mpaka wakufurishe masahaba. Leo akisikiwa mmoja tu wasema Mashia si Waislamu, hukasirika wao. Mbona watukufurisha hivi? Wewe kumkufurisha Abu Bakar na Umar na Uthman na Aisha si kitu kwako wewe, wala hujali wala si lolote kwako, lakini wewe kukufurishwa wewe ni kubwa hilo. Yani umekuwa bora sana wewe mbele ya Mungu kuliko wale kina Abu Bakar na Umar na Uthman na kina Aisha radhiallahu anha. Mwanamke kipenzi kwa Mtume kuliko wake zote, leo muite mwanamke hana adabu na ni kafiri. Yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kazi aliyofanya ya da'wa alishindwa hata wale wanafunzi wake kuwakinaisha kwamba hii dini ya haki. Baada tu ya Mtume kufa wote wakufuru, lakini nyinyi muweze kuwa mko kwenye haki kuliko wao. Sasa tusiendelee sana, nataka tu kuwafahamisha kwamba yale si mambo ya Waislamu. Sisi Waislamu kwa mafundisho ya dini, Qur'ani na mafundisho ya Mtume, hatuna mambo yale ya kujikata, ya kujipiga. Kule ni kuharibu jina la Uislamu. Lakini sisi twasema sisi Waislamu mambo yale hatuna, yale mambo ya Mashia, ili tuweke wazi na kila mmoja afahamu. Kama wewe nao watakuuza dini yako kwa t-shirt, enda ukaiuze majasharubeti, uvane t-shirt nyeusi, uweza kupewa shilingi 1000 nao ukenda. Lakini si kweli kwamba ati wale wanaokwenda kule wameamini kwamba hii ni dini ya haki na ni sawa vile wanavyofanya. Hakuna sawa ya mtu kwenda kujipiga. Sasa hivi mimi kwa sababu kujipiga makonde tena, makonde wanaojipiga ni hao wanaopewa t-shirt. Yeye ajua mimi ni hii t-shirt na wali wa biriani, basi kwenda kujifanya hivi tu na nini. Lakini huone hata mmoja hapa kijichukua chuma kijidunga. Lakini kule watu hujipiga marisasi hasa siku hizi. Mungu hajasema wala taqtulu anfusakum, msijiue nafsi zenu. Mungu hajasema wala tulqu bi aydikum ila tahaluka, msijiangamize nafsi zenu. Sasa yale huwa yatoka wapi yale? Na hawa hapa wa kwetu, na kama wao kweli na wao wanachukua cheni zile zenye visu makali tu, waone wakijikata damu zikizimwagika. Na ndio nikakwambia hawa ni ule wali na ile t-shirt nyeusi ajipatie basi na kushika bendera. Twende kwenye mada yetu. Hiyo haikuwa ni mada, ni habari muhimu tu ambazo hatutaki na sisi tuwe mbali na yale yanayoendelea tukayagusia. Lakini mada yetu ya leo haijakuwa nayo, haina umuhimu zaidi ya haya tuliyozungumza, nao pia ni muhimu. Tutazungumzia jela majumbani. Nikisema jela majumbani au kwa nini tuzungumzie mada hii, ni kwa sababu ya mashtaka mengi yanayokuja kutoka kwa dada zetu. Mshafahamu kwamba haya ni masala ya ndoa ya mke na mume. Kuna wanawake walalamika kwamba wao wameolewa lakini ni wafungwa ndani ya majumba. Ikiwa wao ni wafungwa ndani ya majumba, bila shaka waliowafunga ni wanaume wao. Sasa swali liko hapa, hivi mke anapotoka kwao akiolewa kwenda kwa mume, huwa yuenda kufurahi, kukunduka roho yake, kwenda kuishi na furaha na sakina? Ametoka kwa mzazi ambaye hawezi kumtimizia mengine, amekwenda kwa yule ambaye aweza kukamilisha yale mambo ndio furaha yake itimie? Au huwa ametoka kwenye furaha amekwenda kutiwa jela kule ende akateswe? Na nikizungumza hivi sijatazama hili tatizo kwamba liko kwa wanaume peke yao, la, na hata wanaume na wao walalamika kwa upande wao kwamba baadhi ya wanawake huwatesa wao pia, na kisingizio ni mapenzi. Mtu yompenda mke wake kikweli kweli, basi yule mke yuwamtua baada ya kuona yule mume yuwampenda kikweli kweli, ana mambo ya ukorofi anayoyafanya. Lau kama si yale mahaba tu, angeumpa talaka 100 kwa wakati huo na akaenda zake. Lakini huvumilia, pengine kumezaliwa na watoto pale, huvumilia kwa sababu yuwampenda, hawezi kumkosa. Lakini si maanishi kwamba wanawake siku zote wako sawa, ila leo nataka kulizungumzia hilo la hawa wanawake wanaoteswa, na hili lipo kwa sababu zile habari zinapokuja, wakati mwingine hata hujiuliza mimi, je, wapo kweli wanaume wa kisampuli hii? Mwanamke akwambia, shekhe, mimi nimeolewa
lakini mume wangu anavyonitreat mimi, yuaniangalia mimi kama adui yake, kama khain, hana uaminifu na mimi tembe, kiasi cha kwamba mimi nikitoka tu baada ya dakika 5 napigiwa simu kuulizwa uko wapi. Namwambia mimi niko njiani nenda nyumbani. Mbona sisikilizi sauti ya tuktuk? Hebu nipigie video call. Atapigiwa video call. Okay, sawa. Akifika nyumbani, salamu alaykum, umefikia wapi? Niko nyumbani kwa mama yangu. Piga video call nione kama uko nyumbani. Ikiwa hili mwalistaajabu, kuna zaidi ya hili ya wanaume ambao sasa hivi wanaweka mpaka kamera na kutrack simu za wake zao na kamera ndani ya majumba. Aingiaye aonekaniwa, akirudi nyumbani, mbona mama yako na shangazi yako wamekuja? Si nilikuambia mimi kwangu sitaki mtu? Hajauliza yeye, anayo habari kule alipo, aidha kupitia simu yake au chombo chake kingine, kompyuta ofisini, anajua habari za kwamba nyumbani kwangu kaingia mtu. Haya ni maisha gani? Ile ni nyumba yenye kumpa mwanamke furaha ya ndoa ama ni jela? Ndio nikasema hotuba yangu wa leo, jela ndani ya majumba. Haya ni mateso, haya ni mateso. Yapo mateso haya ili tuwahi wakati. Mimi mbona naona wakati leo umekwenda kwa haraka, sijasema lolote, ama ile saa ina makosa? Makosa haya chanzo yametokana na nini? Nimejaribu kupekua mimi kutafuta sababu za wanaume kuwa hivi. Nimeona jambo la kwanza ni ujahili, watu kutojua hasa huku kuoa ni vipi na kuishi na mwanamke ni vipi. Huyu mwanamke natakiwa niishi naye vipi? Wewe wachukua adhabu ambayo Mungu aliiweka kwa wanawake kisha kaiondosha hapo zamani, ndiyo system yako anavyoishi mke wako. Labda niwafafanulie hapa. Hapo mwanzo mwanamke akizini adhabu yake, Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an alisema, ndio katika zile aya wanazoona wasema maandishi yapo kwenye Qur'ani lakini hukumu yake imefutwa. Lakini ukisoma Qur'ani mpaka leo utaipata hii aya ipo. Kwa mwanamke anapozini, miongoni mwa adhabu anazopewa ni kufungiwa ndani ya nyumba mpaka afe. Kwa hivyo hii ni adhabu, kisha Mungu akaiondosha kwa sababu ni jambo haliwezekani, hilo ni kumtesa. Mungu akaiondosha hii adhabu, akaweka adhabu ya mboko. Sasa wewe wataka kumweka mkeo nyumbani, huna ruhusa ya kutoka, usende sokoni, na humwamini. Baada ya hapo umwekea na makamera, hata akitoka kwa dharura apigiwa video call kujulikaniwa yuko wapi. Wewe ushairejesha ile adhabu, ushamfanya yule mwanamke sasa ni mfungwa. Usende kwenu, wala watu wa kwenu wasije kwako. Mimi nataka kuuliza, huku kuoa, wewe unapooa, unapoingia katika familia nyingine, ni kuzileta zile familia zizidi kuwa karibu na kupendana, ama wewe umekuja kuoa kufarikisha baina ya watu na watu wao? Yani wewe kuongoja tu ile kabilta, alhamdulillah, sasa wangu nkuone utoke wewe, nkuone uende kwenu, umkatie watu wake wote, yeye asende kwao, watu kwao wasije hapa kwenu. Hata kutoka uwani kwanika nguo, vaa ninja uwani nyumbani kwake. Tusemeje, ni ucha Mungu mwingi ama uwivu mwingi au mateso kubwa? Tasema Mwenyezi Mungu kwenye Qur'an anasema, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah alula, kaeni majumbani mwenu. Umeelewa maana yake nini? Ni asili ya mwanamke ni kukaa nyumbani, ndio asili, lakini haina maana kwamba ikitokea haja ya kutoka asitoke. Uislamu haujamkataza mwanamke kutoka ikiwa ipo haja ya kutoka, kwenda zake sokoni, kwenda kuangalia familia yake, kwenda kuzika, kwenda harusini, kwa njia zifaazo, lakini sio kuwa sitoke. Hii aya haimaanishi hivyo. Hii aya ukiisoma vizuri, basi iko dhidi yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema waqarna, sikizeni vizuri, waqarna fi buyutikun,
kaeni majumbani mwenu enyi wanawake. Kisha baadaye akasema nini? wala tabarrajna tabarruja aljahiliyati alula, wala musijipambe pambe mukatoka toka ovyo bila ya kujistiri. Ndio maana kama vile walikuwa kitoka wanawake katika zama za ujahilia. Imemaanisha nini hii aya? Imemaanisha asili kwa nyinyi mubaki nyumbani, lakini mukitoka basi jistirini. Ndio maana yake. Kulikuwa kuna haja gani ya kulekezwa wanawake wasivae na wasitoke na kurandaranda kama walivyofanya zama za ujahilia, ikiwa aya yasema wabaki nyumbani? Sio kama mwanaelewa. Ikiwa hii aya makusudio yake huyo mwanamke ni asitoke kabisa, basi kulikuwa na haja gani ya kuambiwa istirini, muvae hivi, msione? Yeye hatoki. Sasa ni kutoelewa, sio kuwa hatoki. Ikiwa kuna haja ya kutoka, atoka, lakini ajistiri, asipake mafuta mazuri, asitoke bila idhini ya mume wake na mambo kama hayo. Sasa waume ndio hao. Kwa hivyo jambo la kwanza ni jahal. Vile vile kuielewa aya vibaya. Arrijal qawwamuna ala nisa, hii aya kwa kweli ni ya kuwatuliza wake zetu. Wanaume ndio wasimamizi wa wanawake, ili wale wanawake wahisi, waishi kwenye amani, waishi kwenye himaya, wana waume zao watakao walinda, kwa sababu wao ndio wasimamizi wa kuwaangalia, wa kuwatimizia mahitajio yao, ya kuweka mahali pa kuishi, ya kuanulia chakula, ndio maana hii leo itatumika hii aya arrijal qawwamuna ala nisa, imewafanya wake zetu mamalikia wote, na sisi ndio watumwa wao. Lakini sisi siku zote maisha, astaghfirullah alazim, tugeuza mambo mafhumu maqlub, ufahamu wa kinyume nyume. Baadhi yetu tulielewa arrijal qawwamuna ala nisa manake ngumi, konde, teke, ndio maana. Sasa wakaitumia aya vibaya kwa ufahamu mbovu. Yeye akisikia tu jambo la kwanza arrijal qawwamuna ala nisa, manake ni umhurumie mkeo, umsimamie, umlishe, umlipie kodi, umlipie hospital, umwangalie watoto wake, yani mpaka mke ahisi nipo kwenye amani. Aya ngapi Mungu atuweka sawa sisi? Waashiruhunna bilma'ruf, kaini nao kwa wema, walahunna mithlu alladhi alayhinna walirijali alayhinna daraja, wallahu azizun hakim. Mwenyezi Mungu asema mujue na wao wanawake wana haki zao kutoka kwenu, kama vile nyinyi mnavyostahiki kupata haki zenu kutoka kwao, ila tu wanaume wamepewa daraja. Daraja mliopewa ni kuwasimamia hawa wanawake, si kuwatesa, si kuwaadhibu. Ndoa yoyote ambayo haina uaminifu haina mapenzi. Ndoa ikikosa uaminifu, ikakosa mapenzi, ni kuvurugana. Ikifika hapo, mimi nasema heri kuachana. Ikifika kuwa mume hamwamini mkewe hata kwa kutoka nje mara moja, hafai kuwa mume wake, na yule hafai kuwa mke wake, maana hakuna uaminifu hapo. Wivu kwa mwanamume ni sawa, lakini usivuke mipaka. Hatufai kufikia huko. Tusimtazame mwanamke kama aibu. An-nisa'u shaqa'iqur rijal, ni ndugu zao wanaume hawa. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, ni pumbao kwetu hawa wanawake. Kwa hiyo jahal imeleta tabu kutofahamu. Jambo la pili sio kuwa ni jahal peke yake, naona pia yule mwanamume mwenye tabia hiyo huwa yeye si mwaminifu. Maana desturi ya mtu mwizi huona watu wote wezi. Desturi mtu mwenye khiana huona watu wote wana khiana. Sasa papatiko lile yeye aona mimi nitalipwa kwa sababu yeye tabia yake. Lakini kama wewe ni mwaminifu, wallahi kushika simu ya mke wako ni kumtukana. Wewe mwanamume, mimi nakwambia, nyumbani wewe fulani, leta simu yako nipekue hapa, ni kumkosea adabu mke wako, ni tusi hilo. Kama vile wewe unavyotokwa na mapovu mkeo akichukua simu yako. Wangapi wametoka chooni uchi kupata habari tu simu yaita mke wangu atashika, wengine wakavunjika na viuno. Sasa watu asili wakiwa wao ni wezi huona watu wote ni wezi.
Na la mwisho la mwanamume kuwa dikteta hivi kimtazamo wangu ni zile khutba ambazo ziliwahi kutolewa na baadhi ya mashekhe za kuwagandamiza wanawake. Sisi tunataka tuwe kati na kati. Sisi si watu wa kumwachia mwanamke freedom kama walivyomwacha wa magharibi, lakini pia dini yetu haituambii tumbane mwanamke kama mfungwa aliyekuwa jela. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala an-nas. Sasa lugha zile na khutba zile, mwanamke ana kutoka kwake ni mara 3 tu, kutoka tumboni kwa mama yake kuja duniani, kutoka nyumbani kwa baba yake na wazazi kwenda kwa mume wake, na kutoka kwenda kaburini. Maneno gani haya? Haya maneno gani haya? Haya ndio yaliyowapa vichwa wale wanaume majahili wasioelewa, kwa kupitia khutba kama hizi wakaanza kugandamiza wake zao majumbani. Wallahi kuna wanawake ndani ya majumba wako jela, Sheikh, wanalia, wanatamani hata kutoka hawezi. Hata mimi nasema kadhi, wakati mwingine wanaume kama hawaitwe, hawa ni wagonjwa, hawa wana amradhi nafsia. Hawa wanaume wa kisampuli hii wenyewe ni wagonjwa, watakawaitwe, kama nikupewa mawaidha, kama nikupeleka potrizi kule, kama ni wapi. Dada zetu wapate nafuu majumbani. Msione nimekuwa mkali hivi kuwa niko upande mmoja, na kina dada nao wana yao, ikifika siku yao pia na tutaeleza. Lakini hili nimetaka kulizungumza kwa sababu ya malalamishi mengi yanayokuja ya wanaume wa kisampuli hii wanavyogandamiza dada zetu, huku wakidai kwamba ndio dini ama ndio Uislamu ama ndio kuwa shujaa ama kuwa rajal. Kaeni na wake zenu vizuri, ni binadamu kama wewe. Wewe una haki zako, yeye ana haki zake. Wewe wafaa kuheshimiwa, yeye afaa kuheshimiwa vile vile na kuhurumiwa. Makosa yakitokea watu husuluhisha. Kuaminiana ni nguzo muhimu katika ndoa. Lazima umwamini mke. Wewe ulimuoa vipi kama una imani naye? Wewe unatakiwa ukisafiri, ukiulizwa kuhusu mkeo, useme nikapotea miaka 10 mke wangu hawezi kunifanyia khiana. Uwe na thika, confidence ya kuwa mke wangu miaka 10 siko, hawezi kuniendea kinyume. Na mke hali kadhalika, kwamba mume wangu hata nikiwa mbali naye akasafiri kwenda wapi, hawezi kunifanyia mimi kinyume. Lakini kinyume hiki mpaka tukifafanue, kuna baadhi ya wanawake hata ukimwolea kwamba mimi nifanya khiana, kwenda ukaniole, kuoa ni halali. Hiyo si khiana. Ukipenda penda dada, upendi usipende, hiyo ni sheria ya Allah azza wa jalla. Kwa yoyote mwenye nafasi yake na mwenye uwezo wake kuongeza mke ni haki yake, ila tu hatukubaliane na wale ambao mzigo walionao hawawezi kuubeba kwenda kuongeza mzigo mwingine kwa kisingizio cha zile khutba potofu zile zinazosema kama una dhiki mke mmoja hatoshi, ongeza wa pili. Wewe utaongezaji wa pili? Mke wa kwanza huwezi kumwangalia, utaongeza wa pili. Ni khutba hizo pia hutolewa. Utokea watu na vile vile wasioelewa wakachukua khutba hizo, mtu akaenda kwa wake wanne tabani, wa kwanza aiwalia, wa pili aiwalia, tafrani ndara, mambo yote yameharibika. Tutakomea hapa leo, lakini haya ndio mambo ambayo nilikuwa nataka nieleze leo. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kufahamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qul warfir. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah ta'ziman li shanihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu nyote, ndugu zangu wanaume mliooa msiooa, mwanamke ni binadamu kama vile wewe, na tumeumbwa na kila mmoja ana hisia zake tofauti na ana namna yake ya kufikiria. Ni wajibu wako kama mwanamume, kama vile unavyosoma yote kwenye yale unaotaka kuyafanya ili usiyaharibu, msome mwanamke. Soma ufahamu mke ni nani, Hawa ataka nini kwangu kama Adam, mambo gani muhimu ya kimsingi mimi ni ajue. Ukishakufahamu hayo, utajua namna ya kuishi na yeye. Mke si mtumwa kuwa umemtoa kwao ukamleta eti kwa sababu ya dora lako la leso na wale unaompa ndio mgandamizi umfanye atakavyo. Hapana. Na baadhi ya wanawake ni wapole. Mume sampuli hii, wanawake nawaambia, mume ambaye amekufanya wewe mtumwa mwenye kugandamiza, kukupiga makonde na mangumi, usiketi kwake. Nenda kwa kadhi upeleke mashtaka.
Ala al-aqal ambia familia yako. Kuna wengine hata familia zao hawaambii. Atakuja nyumbani tu, akija Sheikh jicho limefurana nini, jana nilianguka jikoni. Ulianguka nini? Sema jamaa kamtia ngumi hapa, sema kwenu, atakuua huyo. Kuja kwenda kupigwa makonde kule, wewe umekwenda kwa mengine, kwenda kutafuta furaha ya nafsi yako, kwenda kulea na kuangalia jili ya mustakbal, kwenda kupata pumbao, hukwenda kula makonde na mangumi kule. Kwa hivyo jamani, tusomeni. Hasara kubwa leo kama tutaanza tu kuoa bila ya kufahamu ndoa ni nini, bila ya kufahamu awamilun najah katika haya zaujia ni nini, bila ya kujua mwanamke ni nani. Haya yote ni muhimu. Mbona katika kila jambo mwataka kusoma mujue? Basi na kwenye maisha ya ndoa ni muhimu. Wewe umeoa mwanamke, mwataka kesho muzae watoto, muwalee vizuri. Hiyo ndio nasaha yangu ya mwisho. Tusomeni, hata ikiwezekana mimi nasema kadhi aweke nafasi ya kufundishwa wanaume wanaotaka kuoa, wanawake wanaotaka kuolewa, wote wafundishwe, wajue hukuku zao, haki zao, ni yapi yanayotakiwa kufanywa, ni yapi ambao ni misingi. Kisha baada dhalik mtu apewe shahada, akaenda kiposa kokote aulizwa, unao shahada wewe? Na nchi, baadhi ya nchi fulani zishafanya hayo mambo. Ninao shahada, uonekaniwa kwamba kweli wewe ulisoma na umefahamu kuishi na mwanamke, upewe mke. Ama haya matatizo kila siku ataongezeka. Wallahi yamezidi. Si Mtwapa, si Kisauni, si Likoni, si Mombasa, kila siku mambo ni hayo. Ukaenda kwa kadhi kule, wewe ulisikia kwenda ofisi ukahuna nafasi ya kuingia, Sheikh, hivi watu wamejaa kule washtakiana. Hawa watu wameoana kufurahishana ama wameoana kupigana? Hawa watu talaka za kila siku. Hivi mnavyoziona harusi ni nyingi, talaka ni nyingi zaidi. Hazionekaniwi kwa sababu mengine hufanya chini akaisha, ndio mkaona harusi zafanywa hivi, lakini talaka ni nyingi kuliko harusi. Mwenyezi Mungu atujalie kila la khair. Sallu wa sallimu ala rasulillah. Qala Allah azza wa jalla, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا واغفر ذنوبنا وسهل أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا وانصر إخواننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. واقم الصلاة.